Nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru sana Waziri wa Kilimo ndugu yangu Chongolo na management yake yote kwa kuandaa mkutano huu mkubwa ndani ya taifa letu, na ambao taarifa yake kubwa nawapa hivi punde. Wizara ya Kilimo inayo furaha kuutaarifu umma kuwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika mkutano wa Afrika kuhusu matumizi endelevu ya zana za kilimo, yani Africa Conference on Sustainable Agricultural Mechanization, utakaofanyika kuanzia tarehe 3 Februari hadi tarehe 6 Februari 2026 katika hoteli ya Johari Lotana iliyopo hapa jijini Dar es Salaam. Mkutano huu ni ushirikiano kati ya Wizara ya Kilimo na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa, yani FAO. Ndugu waandishi wa habari na wananchi wote kwa ujumla, mkutano huu utatoa fursa au nafasi kwa washiriki kubadilishana uzoefu, kuimarisha ushirikiano na kuharakisha juhudi za matumizi ya zana za kilimo kwa ajili ya mageuzi endelevu ya kilimo nchini na Afrika kwa ujumla wake. Ndugu waandishi wa habari, katika mkutano huo pia Mheshimiwa Waziri Mkuu atazindua mkakati wa taifa wa zana za kilimo wa awamu ya pili ya National Mechanization Strategy Phase 2 2026-2035 utakao kuwa mwongozo mkuu wa kuongeza tija nchini kupitia teknolojia za kisasa za kilimo. Mkakati huu pia unalenga kuimarisha matumizi, utengenezaji, uendelezaji, uhamasishaji, usimamizi na uratibu endelevu wa teknolojia zinazorahisisha kazi na kuokoa muda katika mnyororo wa uzalishaji na uongezaji wa thamani wa mazao ya kilimo. Aidha, katika mkutano huo unatarajiwa pia kuwakutanisha wadau takriban 1500 wakiwemo mawaziri wa kilimo kutoka nchi mbalimbali barani Afrika, washiriki wa maendeleo wakiwemo viongozi waandamizi wa FAO wa kikanda na wa kidunia, wakuu wa taasisi za umma, wawakilishi wa sekta za serikali na sekta binafsi, wataalamu na wakulima kutoka nchi zote barani Afrika. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu kwamba hizi zote ni juhudi kubwa anazozifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha kilimo, uchumi, pamoja na kuimarisha zaidi diplomasia ya kiuchumi na mahusiano ya kimataifa. Nami kama mkuu wa mkoa nitumie nafasi hii kuwakaribisha wageni wote katika mkoa wetu, na kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam umeendelea kuwa salama na umeendelea kuwa kielelezo na kitovu kikubwa cha amani hapa nchini. Niwaombe wana Dar es Salaam wote kuutumia mkutano huu kwa faida. Wale wanaotaka kuhudhuria katika eneo hili na kuonesha bidhaa zao za kibiashara pia wanaruhusiwa. Lakini kutokana na ukubwa ama uwingi wa wageni, wapo pia wageni ambao watahitaji usafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Wapo wageni wa kawaida watakaohitaji mahoteli. Kontoe rai kwa wafanyabiashara wote wa mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha tunautumia mkutano huu ili kutofifisha alama ya umoja, alama ya amani ambayo imekwisha jengwa katika mkoa wetu. Mimi naitwa Charles Tulai, ni mwakilishi msaidizi wa Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Nina furaha kubwa kuwa hapa na ni heshima ya pekee kuweza kuiwakilisha FAO katika mkutano huu. Na tunapenda kuipongeza serikali ya Tanzania kwa kuweza kushirikiana na FAO kuandaa
kongamano hili kubwa ambalo ni la kwanza Afrika. Kulikuwepo mkutano wa aina hii makao makuu ya FAO mwaka 2003, lakini baada ya hapo wakasema wafanye mpango wa kuweza kuandaa mkutano katika nchi za Afrika, na inaandaliwa Afrika kwa sababu kuna fursa kubwa ya kuweza kuendeleza kilimo, lakini vile vile katika nchi zetu za Afrika kuna changamoto nyingi za uzalishaji mdogo, iko matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini vile vile kuna upungufu wa nguvu kazi, kwa maana kunahitajika kazi kutumia nguvu kazi, lakini vile vile kutumia kazi za mikono, kutumia jembe la mkono. Na sasa hivi dunia inabadilika kwa kasi kubwa, lakini vile vile tunaona kwamba idadi ya watu inaongezeka. Kwa hiyo na kuna fursa kubwa Afrika kuweza kuzalisha kwa ukubwa, ikajilisha na ikiweza kulisha mataifa mengine. Kwa hiyo ikaonekana ni nafasi nzuri kwa Afrika kuwa na mkutano huu. Lakini ikaonekana Tanzania na juhudi zinazofanyika kwa maana ya serikali zinazofanya serikali, lakini vile vile na kwamba imeandaa mkakati ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu atauzindua, ikaonekana kwamba ni vizuri mkutano huu ufanyike Tanzania. Na ndio maana unaona tuko tunajaribu kuandaa na kuhakikisha kwamba mambo yote yanaenda vizuri kuanzia kesho mpaka tarehe 6, na watu wameishaanza kuwasili kuanzia jana na leo wanaendelea kuwasili katika mji huu wa Dar es Salaam. Kutakuwepo na mijadala mbalimbali ya wataalamu na kadhalika, wafanya maamuzi ya kisera, wakulima, kutakuwa na maonyesho, lakini vile vile kutakuwa na sehemu ya vijana ambao watakuwa na majadiliano ya vijana, kwa sababu sasa hivi kuna nguvu kubwa ya vijana. Tunafikiria hii zana za kilimo zinaweza kusaidia sana katika mnyororo wa thamani wa mazao mbalimbali yanayozalishwa, kuweza kuokoa muda, kuweza kupunguza gharama za uzalishaji, kuongeza faida na kadhalika, na vijana wanaweza kushiriki kikamilifu katika uzalishaji wa mazao mbalimbali. Na sisi FAO tunao mpango mkakati ambao unaendana sawa sawa na juhudi hizi zinazofanyika, ambao ni kwamba uzalishaji bora, lishe bora, mazingira bora na maisha bora, bila kumwacha mtu yeyote nyuma. Kwa hiyo ni juhudi ambazo zinafanyika ili kurahisisha namna ya kutenda kazi, lakini kuokoa muda, kupata kipato kikubwa na kuhakikisha kwamba kila mmoja anafaidika na uzalishaji unaofanyika. Baada ya kusema hayo, napende nitoe shukrani tena kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kuweza kuja hapa, lakini vile vile kwa serikali kwa ushirikiano ambao tunaupata kama FAO. Tunakuwa tunafanya kazi zetu vizuri zaidi. Tunawashukuru sana. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari kwa kuwa nasi mchana wa leo.